mbele tupo na mganga wa Mbagala pamoja na msaidizi wake. Kwanza hongera kwa ushindi siku ya leo. Asante sana, hongera ni kubwa na mimi nimeipokea kama shabiki wa Simba, nimeipokea, nimesema asante. Ndugu yangu, unavyoona leo furaha ya Watanzania, furaha ya mashabiki wa Simba imetawala sana sana sana. Kwa ushindi tumepata magoli matatu. Leo tunasema hii ni mwanzo tu, ambaye atakuja mbele yetu saa hizi ni kichapo, hata tusamee tu ndugu yangu. Mganga wa Mbagala, mara ya mwisho tulikutana katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambavyo watu wengi Simba alicheza vizuri, lakini hawakuridhishwa na maamuzi ya referee, na pia tukaenda kushuhudia mchezo kule Botswana, Simba alishinda lakini alicheza chini ya kiwango. Leo wamekuja hapa Benjamin Mkapa, wamebadilika kama sio Simba ile ya mechi mbili nyuma. Kwa sababu Simba mimi naijua, yaani Simba ukiona jana sio ndio ambayo utaiona kesho, kwa sababu mechi kama ile ya Botswana wachezaji wetu walitumia sana nguvu kwenye mechi ya dabi, hatuwezi tukawaraumu kwa sababu wale ni binadamu, wale damu inachemka wale. Sio kwamba ukiona mechi ile ndio wamefeli, mechi nyingine watafanya vizuri. Mashabiki wa Simba tu na uvumilivu, wale ni binadamu, wale sio kusema pengine ni mgogo, wale ni binadamu sawa. Kuna muda wanatumia nguvu kubwa, kuna muda ndio hivyo. Ile cha kufanya mashabiki wa Simba tuvumilie, tu na uvumilivu. Ndio maana mambo leo yameanza upya. Performance ya wachezaji wetu leo wote tumeiona, hakuna ambaye mwana Simba hajaiona. Wote leo tumeiona performance ya timu yetu. Kama si mashabiki tuna enjoy sana, tunataka walipoanza hapa hiyo muendelezo hivyo hivyo. Daza nakwambia Simba saizi kuna mtu atakuja kula 10 pale ndani ya Benjamin Mkapa. Nakwambia kabisa 10 atakula pale. Tutakimbiana hapa. Kuna timu nyingine inakwenda saizi kwa mpira ambao nimeona leo, pasi zile zinapopigwa pa. Nakwambiaje ndugu yangu, kuna timu nyingine utasikia uwanjani Benjamin Mkapa hatuleti timu. Hao wenyewe almanusu wasilete timu. Wakaona ngoja tuende tu. Usimuona walivyo. Na kwa uchache pia elezea uwezo wa Maurice Abraham mara tu baada ya kuingia kipindi cha pili dakika ya 60 na alichokifanya kwa upande wako unakichukuliaje? Yaani Maurice ile dogo yule. Ule mpira tu niseme nimfanishe na nani sijui uko Ulaya huko. Yule dogo alipoingia tu manjonjo yake, blaza, mashabiki wa Simba wote tulifurahi sana. Wote tulisimama. Ulipotazama ndani ya Benjamin Mkapa baada dogo ile kuingia, wote tuliruka sana na shangwe ilikuwa kubwa kwa sababu dogo ametugia burudani nzuri kabisa, burudani nzuri. Tunajua mechi zingine ambayo yule ataanza kipindi cha kwanza, kocha amemwangalia leo, mechi nyingine inafuata ataanza kipindi cha kwanza. Wa Tanzania ndio tutaenjoy sana, mashabiki wa Simba tutafurahi sana. Bwana mganga wa Mbagala, ndio hatimaye leo goli 3.3 kama alivyofanya jana mtani wene, ijapokuwa watu wengi wanasema leo hii sawa amepiga bomu Monchwali. Kwanza mimi najiuliza, kwanza hao watani hao, kwanza siku ile walitufungaje? Swali langu unapojiuliza mimi, watani walitufungaje? Kwa sababu mpira wanacheza jana ule, mbona kama lede? Ile ni lede. Angalia mpira wa jana, angalia mpira wa leo, ndio unapogundua wewe timu bora iko wapi, timu yenye wachezaji wazuri iko wapi. Wale wetu jana wamebutua tu, imetokea lakini leo watu wameenjoy mpira. Leo tumeenjoy mpira. Napojiuliza mimi, hawa wenzetu walitutaimu wapi? Wale wanga walitema kwenye wanga, lakini nakwambia mpira Simba ndio mwenye mpira, ila Yanga hawana mpira. Safari wale utaona lawama TFF, lawama nani marefa, wataanza muda sio mwingi blaza. Napokuambia Yanga wataanza kulalamika muda sio mwingi, kwa sababu jinsi bora unavyoliona la Simba, pasi zile za Simba, kila mchezaji wa Simba yuko fiti, yuko imara kwenye namba zake. Blaza nakwambiaje, muda sio mwingi watano wataanza kulalamika.